Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama na afya njema. Yes. Tuanzie hapa Sheikh Mikoi. Simba Sport Club alikuwa na mchezo wake wa kwanza pale kwenye michuano ya Kagame ambapo alicheza na Mogadishu, na wachezaji wote 70% waliosajiliwa kwenye dirisha hilo walipata nafasi, ila gumzo ikawa kwa namba 9 wa Simba Sport Club Ibrahim Dumbia. Kila mtu anamtemu namna ambavyo alivyomtazama, pengine kwa namna ambavyo alivyomtazama na dakika ambazo alizopewa Ibrahim Dumbia. Moja katika masteka ambao wanakuja kufanya makubwa kwenye ligi NBC ni Ibrahim Dumbia. Na Waswahili wanasema siku zote mchezaji mzuri huwa asubiri muda. Kutaka kumtambua mchezaji mzuri, mpe mpira. Wataalamu wote wa football wameona, wamezungumza kwa namna ambavyo kwa muda mchache aloingia yule mchezaji na kwenda kugusa mipira miwili, ameonekana ni striker wa aina gani. Mpira wa kwanza Chama anapiga pasi ya ndani, goalkeeper anatandika reli, anahisi nikiweka chini goalkeeper tamgusa na nyanyua mpira, kwa bahati mbaya mpira unakwenda kula nguzo. Watoto wa mjini wanaita mtamba panya. Pasi ya pili inawekwa ndani, anakwenda anaupiga ule mpira, wachezaji wanataka kufanyaje? Kuuana. Kwa sababu umezungumzia mchezaji mmoja, wache ni wapongezi wa viongozi wa Simba, hususan kwenye kamati ya usajili kwa namna ambavyo walivyokwenda kumsajili Ibrahim Dumbia. Ni kijana mdogo lakini ana historia kubwa kwenye football. Ibrahim Dumbia ndio mfungaji bora kwenye ligi ya Mali akiwa na miaka 19. Anakwenda kufunga goli 13, anakwenda kwa assist 5. Ndio mfungaji bora wa timu yake. Timu aliyotoka wamefunga goli 27 baada ya ligi kukwisha. Mwamba mmoja amehusika zaidi ya goli 22 mpaka 23. Kwa hiyo ni mchezaji wa kujivunia na ni mchezaji wa kutamba naye. Kwa hiyo lazima niwaambie mashabiki wa Simba, kazi kubwa iliyobaki kwetu ni kwenye dua na sala kuombea wachezaji hawa. Kwa sababu kuna watu wameumbwa duniani wanachoyo. Kuna watu wameumbwa duniani wanachoyo. Wakiona kitu kizuri kiwe cha jirani yake, yeye anataka kwenda kubadilisha kile kizuri kwa nini? Kibaya. Ila niseme mwaka huu, iwe isiwe, hatutakubali kwa namna yoyote ile kumwona mchezaji wa Simba anafanywa mabaya na watani. Kumbe kuna watu wanawafanyia mabaya wachezaji. Wakienda kuroga nasi tutaroga. Wakienda kuchimba nasi tutachimba. Ili kuona namna ambavyo malengo ya Simba mwakani anaenda kufanyaje? Kwenda kutumia. Kwa hiyo niseme kwa wastani, Ibrahim Dumbia ni striker bora, na Simba hakuja kwa bahati mbaya, amekuja kwa malengo ya Simba, na inshallah mwakani anakwenda kutimia. Unasema Ibrahim Dumbia ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye amekuja kukamilisha malengo ya nani? Ya Simba. Na inshallah malengo ya Simba mwakani anakwenda kutimia. Sheikh Mikoi Kisugu, kwa kile ambacho kilichokuwa kinazungumzwa juu ya winga wa Simba Sport Club Libase. Kuna taarifa iko inasemekana Libase kuna ofa ambazo zimekuja kutoka sehemu mbalimbali, na taarifa ambazo ziko zinaendelea kuwa msimu unaoanza inakuwa kuna advantage ndogo sana ya kusalia kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Libase yeye amesema mwenyewe hatakuwepo na atazidi kuwepo zaidi. Kwa namna jinsi ulivyomuona Kalesto kwenye namna anavyocheza msimu na Libase, kuna watu watatapika damu kama semaji alivyosema, watu waje uwanjani na dawa ya pumu. Yes. Kwanza pia nirudie tena kuwapongeza management ya Simba. Simba ni club kubwa. Simba lazima waishi kwenye malengo yake. Na malengo ya club kubwa siku zote kwenye dunia kuhakikisha wanachukua mataji. Na moja, kuchukua mataji, kuhakikisha kwamba wachezaji wako key player unapambana nao wanabaki kwenye timu. Kwa hiyo lazima nipongeze management ya Simba kwa namna ambavyo wamepambana, wale wachezaji quality player wote wa Simba wamefanyaje? Wamebaki. Maneno yalikuwa mengi sana. Wachambuzi walibadilisha maneno mno. Lakini mwisho wa siku Libase Age jana ameripoti kambini na ameanza mazoezi na Simba. Hii inaonyesha namna ambavyo Libase bado tunaye. Lakini kwa bahati mbaya, bahati nzuri niseme bila kificho, Libase yale maneno yalikuwa anasema alikuwa anayasikia. Libase akajua baadhi ya wachambuzi wengi Kiingereza hawajui.
Na ndio maana jana Libase akatumia maneno ya Kiswahili akasema nipo sana Simba. Aliwasaidia watu jana. Maana yake anakwenda kutengeneza msaada kwa wale ambao wasiojua lugha ya nini? Ya kigeni. Anakwenda kutafsiri kwa lugha sahihi kusema bado yupo sana Simba. Ni jambo zuri, ni jambo la faraja kwetu. Lakini niseme leo hii waandishi mmemaliza kunihoji Ibrahim Dumbia. Mtakwenda kunihoji kuhusu Karesto. Kila mchezaji mtakwenda kunihoji, lakini ukweli ndio hivi, Simba umesajili wachezaji quality player. Ulimuona Rudini kwenye mechi ya Simba alochezea na Mogadishu. Goalkeeper wa kwanza alicheza mdogo wangu Aberi. Namba 2 alicheza Duchu. Sikilizeni hiyo list alafu muje muangalie namna ambavyo Simba imesajili wachezaji quality. Namba 3 kacheza Nathael Chilambo. Kwa mara ya kwanza mwalimu Steven Becker anafanya surprise, anamchukua Mligo baada ya fullback kushoto na kwenda kuzima kati ya fullback 4. Nani anakataa? Nani anakataa? Namba 6 akacheza mchezaji bora Kevin Nation. Midfield juu ana clash, chini ana Devela. Juu ana clash, chini ana Devela. Ametulia. Rating namba 7 amekwenda mdogo wangu Abubakari. Hii unaona namna ambavyo Simba walivyokuwa na quality player. Lakini wakati nataja listi first 11 mkae mfikiri kwamba timu ya mwaka jana Simba haijabomoka, bado iko vile vile. Namba 8 kacheza bwana mdogo anaitwa Kopa. Mwalimu anafanya surprise nyingine, anamchukua Innocent Liemba na kwenda kumchezea namba ngapi? Namba 9. Lengo ni nini? Lengo kuwaonyesha namna ambavyo Simba usajili wake walivyofanya mwaka huu na malengo ya Simba namna ambao wanavyotaka kama klabu kubwa. Sisi tumesajili wachezaji, hatujasajili vinyozi. Yeye mmesajili? Lipo tangazo kutoka saluni moja Uarabuni, Saudi Arabia. Wanasema walikuwa na kinyozi wao, amewatoroka. Kwa hiyo kama kuna mtaalamu wa kinyozi aende akaombe kazi kwenye hiyo saluni. Nani aliwatoroka wewe? Baada yule mchezaji kwenda kutangazwa amesajiliwa, wenye saluni wakapata mashaka, huyu mpira kacheza lini? Kumbe mara mwisho alikuwa anacheza ligi ya Zambia na rafiki yake alikuwa Patrick Pili. Ingieni kwenye ukurasa wa Patrick Pili, ameongea haya maneno, mimi sibahatishi. Na bahati nzuri niwaambie waandishi wa habari, nchi hii timu zote zina maafluencer, lakini timu yenye maafluencer bora ni Simba Sports. Unamaanisha nini? Timu yenye maafluencer wamesoma ni Simba Sports. Timu yenye maafluencer wenye mvuto ni Simba Sports. Timu yenye maafluencer wenye msimamo ni Simba Sports. Wale wengine wana nini mikono? Na hili ukitaka kulijua, nendeni mkaulize management ya Yanga. Kila jambo bora la Yanga lazima influencer wa Simba aitwe na alikwe. Na apewe nafasi kubwa, wengine wataisha kaburi moja tu kupiga kelele hapa. Nyinyi mmekuwa mashahidi waandishi. Mlikuwepo kwenye paredi la Yanga. Yanga wanakuwa mabingwa, influencer gani alokupata nafasi ya kunyanyua kombe? So wa Simba. Yule nyinyi mnamtambua mwanafamilia wenu. Kuna muda mwingine kwani shetani alikuwa kiumbe wa nani? Yaani Mchome ni mwanafamilia. Shetani alikuwa kiumbe wa nani? Wa Mungu. Kwani mnaamini kwamba shetani Mungu amtambui shetani kwamba kiumbe wake? Anamtambua. Sasa nyinyi shida nini? Unaona nyinyi mnamtambua Mchome ni mwana Simba mwenzenu. Nasema kwani Mungu amtambui kwamba shetani kiumbe wake japokuwa anajeuri? Thibitisha hili. Namesema hivi. Kwani Mungu amtambui shetani kwa kiumbe wake? Anamtambua Mikoi. Lakini bado anakuwa nani? Shetani. Na nyinyi mnamtambua Mchome ni mwana Simba mwenzenu. Kwa hiyo ninachosema juzi, haya maneno yangu ili yaonekane kwa kweli, ili nimwambie mdogo wangu Kizinga aendelee kushona viatu, achane na ya mambo, anapoteza muda, ana thamani ndani ya timu yake. Kizinga aendelee kushona viatu, Nasoro naye aendelee kupiga kelele makaburi moja hapo, Yanga aendelee kupika pilau.
arudi shule akaongezea degree yake, maisha yaende. Hawathaminiki. Juzi moja katika siku ya muhimu, juzi wameambia watu wasilale, watu wamekesha, sio mimi. Wakati wanakwenda kuwatambulisha wachezaji wao, kwa maelezo yao, surprise ilikuwa nini kati ya mchezaji na mshabiki wa Simba? What a player. Rais wa Dar es Salaam Young Africans, rafiki yangu, ndio mgombea pekee ya wenyekiti ndani ya Yanga, ndivyo sivyo? Engineer Harris Saidi anampa Michael Kamwe ya Azam TV, anamwambia hii surprise imalizie wewe. Ndio nimemnukuu hivyo. Hakujapinga kwenye hilo. Waandishi wa habari, mnapoona my friends wa Simba, wakimbilieni na wapeni maiki, kwa sababu ni watu muhimu na wanajua nini wanafanya. Wewe Makonde, unanisikia? Kwa bahati mbaya na bahati nzuri, tunawapongeza, umuhimu wetu wanajua, na ndio maana wanatuita kwenye sherehe zao kwenda kuwatangaza watu ambao sisi wanaotudhamini Simba Sports. What a player. Lakini Mikoi ni kama ni rahisi nyinyi kurubuniwa sana na Wanayanga. Hivi katika siku ile, kama unasimama na wasomi kati ya wale na hawa, kati ya mdhamini wao na mdhamini wetu, mdhamini gani alokwenda viral? Betway. Kijana ameitwa. Na yule kijana ana akili, Mungu ampe maarifa marefu. Alipopewa maiki Azam akasema nikiona keka katikati hapa, nembo itakuwa ionekane, akatanua kifua hivi. Betway ionekane vizuri. Hii inaonyesha namna ambavyo my friends wa Simba wana mvuto mkubwa kwenye jamii. Tutegemee na wewe siku moja.